Wapendwa mahali mlipo na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo. Jina langu ni Pastor Victor Lisamadi Odanga. Nashukuru siku ya leo ili niweze kuleta ujumbe kwenyu mahali mlipo. Na ujumbe wangu siku ya leo ni kwa ajili ya spiritual gifts. Vipawa ambavyo kila mmoja Mungu amekupatia sehemu yako, na we mwenyewe unaelewa kipawa ambacho Mungu amekubariki nacho. Na kabla hiyo, acha niweze kusoma mstari mmoja katika kitabu cha Warumi 6 mstari ni wa 23. Inasema hivi: For wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. God is the creator of everything, and he is the one who gives the spiritual gift to everyone. And therefore, as Christians, we need to understand that this gift we have been given, and we need to have wisdom and be prayer warrior in all time, because prayer is what keeps a gift strong. So vipawa ambao tuko navyo wapendwa, chochote ambacho Mungu amekubariki nacho, kile ambacho kinatunza kipawa ni maombi. And therefore, God gives the gift of eternal life to all who believe on the Lord Jesus. I have read Romans chapter 6 verse 23, and we find that God is the one who gives these gifts. But to each individual, he also gives one or more spiritual gift. God has given us different gifts, and to each and every individual. Therefore, I want to look unto some of the gifts that God has given us. If you read from 1 Peter chapter 4 verse 10, the Bible says, each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various form. God has given us different gifts, and each one works different. So kila mmoja ambao amebarikiwa na kipawa tofauti tofauti, maandiko inatuambia kwamba we need to use this gift faithfully. Kuna wale ambao Mungu amewabariki na they are misusing the gift that God has given them. Therefore, we need to use this gift faithfully. And therefore, according to 1 Corinthians chapter 12 verse 30, Paul asked this question: Do all have gift of healing? Do all speak in tongues? Do all interpret? Meaning that we need to help one another when it comes to this. Kila mtu amepewa sehemu yake. Wote hatuwezi tabiri, wote hatuwezi kunengena katika ndimi, wote hatuwezi kufanya kitu ambacho kinafanana, kwa sababu Mungu ametupatia vipawa tofauti, and everyone needs to use his or her own gift faithfully. That's what the Bible says. There are a list of such gifts in Romans chapter 12 verse 6 to 8. We have different gifts according to the grace given us. If man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. If it is serving, let him serve. If it's teaching, let him teach. If it is contributing to the needs of others, let him govern diligently. If it is showing mercy, let him do it cheerfully. Brethren, kila mmoja Mungu amekubariki na njia tofauti. Kuna wale wa kupeana, hicho ni kipawa. Kwa mfano kupeana kama wakati kama huu wa COVID-19, si kila mmoja anaweza kupeana. Hiyo ni kipawa. Na Mungu kama amekubariki na kipawa kama hicho, use it, kwa sababu hiyo ni sehemu yako. Kuna ule ambao ni muombezi, Mungu amekubariki kabisa. Use that gift, because all of us, we cannot serve at the same level. God has blessed us differently, and there's no day all of us we can serve at the same level. So Paul says that there is different kind of gifts, but the same Spirit. There's different kind of service, but the same Lord. There are different kind of working, but the same God works all of them in all. Now, to each one, the manifestation of the Spirit is given for common good. To one, there is given through the Spirit the message of wisdom. To another, the message of knowledge by means of the same Spirit. To another, faith by the same Spirit. To another, miraculous power. To another, prophecy.
to another distinguishing between spirit, to another speaking in different kind of tongue, and to still another the interpretation of tongues. All these are the works of one and the same Spirit, and he gives them to each one just as he determined. If you see from 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 11, everyone has given his gift or her gift, and therefore we need to use it in a faithful way so that we serve God. So we may find that if it is the gift of interpretation, let us use it in a good way. Because I cannot speak in tongues and also interpret at the same moment. God has given other people the gift of interpretation. So kila mmoja Mungu amekupatia kipawa. Na kipawa hicho lazima ukitumie katika hali ambao Mungu amekupatia. Kwa sababu kunaona kwamba Mungu anapobariki watu na vipawa, wanapovitumia tofauti, kila mara wanaona cases. Mtu ananunua nguvu za giza. Kwa sababu gani? Mungu alimuita, na alipomuita akaenda kinyume na kipawa Mungu alimbariki nacho. Ndiposa akafika mahali akaanza kufanya sarakasi kwa sababu roho wa Mungu alimtoka. Therefore the spiritual gift that God has given us, we need to use them in a faithful way. And in the church, God has appointed for, first of all, apostles, second prophet, third teachers, then workers of miracle. All these having gifts of healing, those able to help others, those with the gift of administration, and those speaking in different kind of tongues. You may find katika kanisa Mungu ametupatia vipawa tofauti, na kila mtu lazima ashike laini yake. Kwa sababu unaweza pata mtu wewe uko na gift of administration, someone else is gifted as a gift of prophecy, and all of us we need to understand our line. Sio kuingilia line ya mwingine, kwa sababu Mungu ni mwenyewe amepanga hizi vipawa, and those gifts they need to work in the house of God. And you find that Paul is asking, are all apostles, are all prophets, are all teachers, do all work miracle, do all have gifts of healing, do all speak in tongues, do all interpret? This is you can answer yourself. All of us, we cannot work on the same level, because it is God who has given us this gift. And everyone, and each and every individual needs to understand his line. That's what Paul is saying. If you see in 1 Corinthians chapter 12, verse 28 to 30. And at 1 Corinthians chapter 14, if you read the whole chapter, Paul is trying to teach one on two things: the gift of prophecy and tongues. He said that follow the way of love and eagerly desire spiritual gift, especially the gift of prophecy. For anyone who speaks in tongues does not speak to men, but to God. Indeed, no one understands him, but he utter mystery with the Spirit. But everyone who prophesies speaks to men for their strengthening, encouraging, and comfort. He who speaks in tongues edifies himself, but he who prophesies edifies the church. Why am I saying this? Paul is trying to teach, because we have the gift of interpretation, we have the gift of speaking in tongues and prophecy. But Paul is trying to talk about two things: prophecy and speaking in tongues. If I can prophesy here, I'm trying to help the church, because this is the message that God is trying to give us, so that we may understand what God is saying. And Paul is trying to say, if I can speak in tongues, because when you speak in tongues, wewe mwenyewe uko katika anga ingine, na ule mwingine hawezi kusikia yale ambao unanena. Kwa hivyo ukiwa na yule ambao Mungu amebariki katika gift of interpretation of tongue, ataweza kusaidia kanisa kujua ndimi zinasema nini. Kwa hivyo unaweza fanya mtu unapata kwamba amenena katika ndimi, na saa hiyo ndio mwenyewe anajitafsiri. So it is now time to pray God to give us this gift in the house of God. When somebody speaks in tongues, there is another one who is interpreting. So that is what Paul is trying to say. And he told them that, I would like every one of you to speak in tongues, but I would rather have you prophesy. He who prophesies is greater than one who speaks in tongues, unless they interpret, so that the church may be edified. Now, brothers, if I come to you and speak in tongues, what I will be to you, unless I bring you some revelation or a knowledge or a prophecy or a word of instruction? If you read from 1 Corinthians chapter 14, verse 1 to 6, in verse 9, he told them, unless you speak intelligible words with your tongue, how will anyone know that what you are saying? You will just be speaking into air.
So if you don't interpret what the Bible says, or what God is trying to say to the church or to the people, friends, you are just speaking in air, because we need the gift of interpretation of tongues. Therefore, the gift that God has given us, I declare this, I want to say this, everyone needs to understand the gifts. Vipawa ambao vimekufa, Mungu amekupatia kipawa. Kuna mwingine hata Mungu amekupatia kipawa cha ndoto, but you are taking it for granted. God wants this gift to work in the house, to work so that the people may benefit. Because we may find right now, vipawa hivyo viko lakini havina mahali vinaweza fanya kazi kwa sababu vimefungwa. We need to allow the power of the Holy Spirit to work in our life so that we may out and work for what God has given in our life. So brethren, in verse 10 to 12, Paul says that undoubtedly there are all sorts of language in the world, yet none of them is without meaning. If then I do not grasp the meaning of what someone is saying, I am a foreigner to the speaker. And if he is a foreigner to me, so it is with you, since you are eager to have speech or give, trying to excel in gift and build up the church. Right now, kuna watu wanaongea Kiebrania, Kigiriki. Some people can speak Greeks, and you find that you think that are speaking in tongues. So we need, this area is very sensitive because it needs somebody who is gifted with the spirit or the gift of interpretation of the tongue, so that you may understand what is in the heavenly realm. So we may find that kuna hata manabii wa uongo, but we need the work of God, to the gift of God, the gift of discernment, to understand if this tongue is the true or wrong or false. Kuna kipawa cha katika hali ya kuangalia katika ulimwengu wa kiroho, kujua kama hii ndimi ama hii lugha ni ya ukweli ama ni uongo. So as the church we need to pray, so God to give us the gift of discernment, to understand this gift out of the Spirit. So we may find in verse 13 and 19, he said that, for this reason, anyone who speaks in tongue should pray that he may interpret what he say, but my mind is unfruitful. So what shall I do? I will pray with my spirit, but I will also pray with my mind. I will sing with my spirit, but I will also sing with my mind. If you are praising God with your spirit, how can one of you find himself among those who do not understand, say, Amen? To you are thinking, to a thanksgiving, since he does not know what you are saying, you may be giving thanks well enough, but the other man is not edified. I thank God that I speak in tongues more than all of you. But in the church, I would rather speak 5 intelligible words to instruct other than 10,000 words in a tongue. So what Paul is trying to say here is that anaponena katika ndimi na kanisa watu wengine hawaelewi, ni kwamba ni vizuri anene jambo ambalo ni 2-3 kila mmoja ataweza kusikiza na kuelewa, kuliko anene katika ndimi maneno mengi na mtu asiweze kuelewa. So hii najaribu kunena na mtu ambao Mungu amebariki katika hali kipawa cha kunena katika ndimi, ni kwamba Mungu anapokubariki na kipawa hicho, ni vizuri uombe Mungu akusaidie katika ulimwengu wa kiroho ili unapoweza kuelewa, kwa sababu unaweza kuwa unazungumza maneno na ni wewe mwenyewe tu yanasaidia wewe, haiwezi kuwa inasaidia kanisa. So ni vizuri, we need God to give us the gift of interpretation. Verse 19 to 25, Paul says that, brothers, stop thinking like children. In regard to evil, be infant, but in your thinking, be adult. In law, it is written, in the law it is written, through men of strange tongue, and through the lips of the foreigner, I will speak to these people. But even then, they will not listen to me, say the Lord. Tongues then are a sign, not for believers, but for unbeliever. Prophecy, however, is for believers, not for unbeliever. So if the whole church comes together and everyone speak in tongues and and some who do not understand or some unbeliever come, will they not say that you are out of your mind? But if an unbeliever or someone who does not understand come while everybody is prophesying, he will be convinced by all that he is sinner, and he will judge by all, and the secret of his heart will be laid bare. So he will fall down and worship God, explaining God is really among you.
Brethren, Paul is trying to say this. Kama mtu anaweza kuingia kanisa anapata watu wote wanaongea katika ndimi, na apate wote huyu mtu atashangaa ameingia mahali ambapo hastahili kuingia. Lakini akiingia kuna watu wana prophesy, kuna wengine wananena katika ndimi, na kuna mwingine anatafsiri, na mwingine anatabiri. Ataweza kusikiza, huyu mtu atasikiza hii unabii na sema kweli unabii huu umeniguza, na hii unabii ni mimi mwenyewe kubadilika. Na unabii unapokuja katika kanisa ama mahali ulipo, kuna wengine hawapendi unabii. Unabii ni mzuri kwa sababu unapokufikia wewe mwenyewe ni kujielewa katika anga ulio ndani. Kama mienendo yako si mizuri na Mungu ametumia mtumishi wake kunena unabii, ni wakati wako wa kubadilika, si wakati wa kunungunika. Kanisa ni mahali ambapo mtu anapokuja ni mahali pa kubadilika, si mahali pa kukuja kuweka watu in a comfort zone. We are like in a spiritual coffin. A spiritual coffin is where people, they are just saved. They don't even understand what God is speaking in the spiritual realm. So it is now time to understand the gift that God has given us, so that we don't take it for granted. As I want to find out this, brethren, Paul is saying, it was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers, to prepare God's people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach an unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be infant, tossed back and forth by the waves, and blow here and there, by every wind of teaching, and by the cunning and crafting of men in their deceiving scheme. Instead, speaking the truth in love, we will in all things grow up in him, who is the head, that is Christ. From him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love, as each part does its work. So Paul is trying to say, kila mtu amepewa kipawa chake. Na hichi kipawa ambacho tumepewa, kila mtu ashike laini yake, na kila mtu afanye kazi yake. Kanisa ambalo Mungu anahitaji ni kanisa ambalo vipawa vimeinuka, na vipawa ambavyo vinafanya kazi. Na kama hivi vipawa havifanyi kazi, Mungu ana swali atakuuliza, ulifanya nini? Nilipokuita ulifanya nini? Uliweka chini ya meza taa yako, ama uliweka juu na ikaangaza mbele ya watu? Kwa hivyo wapendwa, mahali mlipo katika hii hali ngumu, mind that you need to nurture the gift that God has given you. Kama unangoja mchungaji amebarikiwa na yake, wewe mwenyewe ubarikiwe, umebarikiwa na yako, chunga laini yako, na laini yako iombe, kwa sababu hakuna mwenye anaweza kuchunga kipawa katika hali yake mwenyewe. Kipawa inachungwa na maombi, na maombi ni mzuri kwa sababu it preserve the gift that God has given you. Si wakati wa kusema nilikuwa mwimbaji, so what? Nilikuwa muombezi, so what? Nilikuwa mchungaji, so what? Uliachia nani? It is time to preserve the gift that God has given you through prayer, and even prayer and fasting. Naomba Mungu wa amani akawabariki. Jambo langu ni kutetea kipawa ambacho Mungu ameweka ndani mwako, na usiruhusu kikaweze kuchukuliwa na magugu mengine na vita vingine na shetani. Mungu akubariki na kuongoze mahali ulipo wiki hili, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tuombe. Baba, ni asante kwa kunena na watoto wako siku ya leo. Naomba Mwana wa Mungu ukawaguse, ulitubariki na vipawa tofauti, na Mwana wa Mungu ninaomba ukaviinue ili vikaweze kufanya kazi. Kila mmoja akaelewe sehemu yake na akaweze kufanya kazi uliyombariki. Asante Baba kwa kanisa lako, watu wako mahali walipo. Baba, zidi kuwabariki. Tunaomba Bwana ukatuondolee janga hili, ili watu wakarudi katika hali ilikuwa ya zamani Baba, ili wakaweze kukutukuza. Uhimidiwe Yehova na upewe sifa. Ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na hata kuamini. Amen. Mungu wa amani awabariki. Amen.